السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي البشرى الإسلامية inawaletea kwenu بيان الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. Anasomea kwenu moja katika maansar wake. Bayana kwa tarehe 25 Ramadhani 1443 Hijria, sawasawa na tarehe 26 mwezi wa 4 2022, wakati wa saa 7:14 mchana kulingana na takwimu rasmi ya Qura. Bayana kwa inwani tahdhirun kusufu samai yawman ma, onyo kupatwa kwa mbingu siku moja. Bismillahil wahidil qahhar. Enyi watu, mmewahi kusikia kupatwa kwa mbingu? Na ninarudia swali kwa kila mwenye akili timamu. Je, wanastronomia na wanafizikia duniani waliwahi kuwafundisha kuhusu kupatwa kwa mbingu? Lakini wao hawajui kuwa elimu yao ni mpaka kwenye tarehe za kupatwa kwa jua na kupatwa kwa mwezi. Lakini mimi ni khalifa wa Mwenyezi Mungu, Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, na kujuzeni kupatwa kwa mbingu bila rutba kama ambayo haijatangulia katika historia ya zama, kwa sababu ya kukaribia sayari ya Saqar kwenye sehemu ya karibu, ingawa imepita hapo awali kwamba sayari Saqar ilipita kabla na ilikuwa inapatwa kwa jua tu. Kupatwa kwa jumla kwa dunia kushuhudiwa na wale wote kuwa na mchana katika ulimwengu, na walikuwa wakilitazama wale waliopita kabla yenu. Linalifunika jua tu, lakini linalificha kutoka kwa watu wote wa ardhi. Kwa hivyo itakuwa ni kupatwa kwa jua kwa ulimwengu kama ilivyotokea katika ardhi zama za mtume wa Mwenyezi Mungu Ibrahim na Lut, sala na amani ziwashukie. Na kwa ajili ya hivyo malaika wakamwambia nabii wa Mwenyezi Mungu Lut, Allah Ta'ala asema, a'udhu billahi minash shaitani rajim. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صدق الله العظيم. سورة هود. Wanamaanisha tu kwamba hamwamshi mke wake ili asiende na familia yake iliyobakia. Kwa hakika wanamwacha amilala katika kijiji cha watu wahalifu, kwa hakika ya kwamba yatakayoipata vijiji vya watu wa Lut na Ibrahim, sala na amani ziwashukie, yatampata yeye. Na kuhusu yale yanayokusudiwa na maneno ya malaika, na hata mmoja wenu asigeuke nyuma, yani kwa kuangalia kupatwa kwa jua, na huko ni kuhifadhi macho yao, kwa sababu mapito ya sayari ya Saqar yatapatwa na jua baada ya kuchomoza jua wakati wa adhuhuri, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, qala haulai banati in kuntum fa'ilin la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. صدق الله العظيم. سورة الحجر. أكسيم الله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. سورة هود. Na swali linajitokeza, kwa nini watu wa Ibrahim na Lut hawakuiona sayari ya Saqar kabla ya kupita kwake, isipokuwa jua lilipofichika? Kwao hata hivyo ni kupatwa kwa jumla kwa dunia nzima, ambako
kila mtu anayetazama mawio ya jua ataona. Basi kwa nini mnayakanusha maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kinachopambanua na mnawaamini wanaofanya masihara? Hamuelewi au Mwenyezi Mungu hakuahidini katika Qur'ani kuu kupita sayari ya Saqar? Sema, leteni ushahidi wenu ikiwa nyinyi ni wa kweli, au tutawaletea kutoka katika Qur'ani tukufu. Wala sisemi kutoka katika Qur'ani inayopambanua nayo ina tafsiri. Kwa hakika ni habari fasaha wazi na iliyo wazi ndani ya Qur'ani kuu ya maamuzi. Kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء. Lakini nakuta mapito ya sayari Saqar wakati huu yalikuja karibu na sehemu ya karibu, kwa kiwango ambacho kilisababisha kupatwa kwa mbinguni, na sio jua tu, badala yake anga nzima ilizuiliwa kutoka kwa watu wa dunia. Wallahi, basi kwa Mungu siku moja vichwa vya watoto, vijana, wakubwa vitageuka mvi kutokana na hofu yake kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. صدق الله العظيم. سورة المزمل. Haikutokea namna hii ya kupatwa tasa iliyotarajiwa tangu Mungu alipomuumba mbingu na nchi. Hiyo ni adhabu ya siku ya maangamizo kwenye milango, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. صدق الله العظيم. سورة الحج. Basi jueni ya kwamba kupita sayari ya Saqar ni jambo lisiloepukika. Basi ihisabuni sawasawa na rejeni kwa Mola wenu mlezi, na yaaminini maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyomo ndani ya Qur'ani tukufu kabla hamjaiona adhabu ya siku ya maangamizo mpaka siku ya kupita kwake. Pahali pa karibu panafanya baridi na amani iwe juu yenu. Basi ni aminini wala msinikanushe, kwani mwenye kukanusha maelezo ya kweli ya khalifa Mwenyezi Mungu Mahdi, wallahi hakumkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu wala Imam Mahdi Nasr Muhammad. Hakika atakadhibisha kwa maneno ya Mola mlezi wa ulimwengu wote. Na Allah Ta'ala asema, قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العظيم. Surat Al-An'am. Kwa vyovyote vile waliwaomba makafiri wa Waarabu adhabu siku ilipoteremshwa Qur'ani kuu. Akasema Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. سورة الأنفال.
ukweli kwamba zama za kupita kwake ni katika zama za khalifa wa Mwenyezi Mungu duniani kote, Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم سورة الرعد. na kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: Bismillahir Rahmanir Rahim, sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميما حميما. صدق الله العظيم. المعراج. na kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Al-Hajj. na tarehe ya kupatwa mbinguni ilikaribia na haikuwahi kutoka kabla, kwa sababu Saqar ilikaribia mzunguko huu hadi kwenye sehemu ya karibu zaidi ya ardhi. Haikupita hatua hii baada ya Mungu kuumba mbingu na ardhi, na mwendo wa jua na mwezi ilianza. Na kwa sababu ya ukaribu wake mwingi na dunia, ilisababisha kupatwa kwa anga, yani ilifunika mbingu nzima kuanzia kuinuka kwake kutoka upande wa kusini wa ardhi. Kisha unashuhudia mzunguko wa sayari ya Saqar ikifinika sehemu ya kusini ya ardhi kutoka kusini mashariki hadi kusini magharibi kabisa. Kisha inasongea mbele na kuficha mashariki na magharibi pamoja. Kisha inasongea mbele ili kusababisha uakisi wa mashariki na magharibi. Kwa hivyo mashariki itakuwa magharibi na magharibi itakuwa mashariki. Hiyo ndiyo mchana wa usiku unaotangulia. Basi hiyo ni siku yenye uharibifu kabla siku ya Kiyama. Je, hamufahamu? Basi aminini ni bora kwenu kama walivyoamini waumini wasimamizi wema waliotangulia ambao wanayakini nao. Basi itakuwa ni ubaridi na amani juu ya waumini, na kwa hayo nyinyi mnajilinda na adhabu ya siku ambayo watoto watafanywa mvi, anga imevunjika pamoja naye, ahadi yake ilitimizwa. Hata kama virusi vikali vya virusi vya korona viliangamiza robo ya wanadamu, maadamu unaamini wamiliki wa nadharia za mabadiliko na wamiliki wa nadharia za ongezeko la joto, hutoamini neno lolote. Na ni nani mkweli zaidi kuliko Mwenyezi Mungu kwa neno moja? Na nyinyi hamtaongozwa kwenye njia, kisha mtaangamia 50% ya watu wazima waliobaki au imani dhaifu, ikiwa Mwenyezi Mungu aliwajibu dua yao kisha akawaondolea adhabu baada ya vichwa vyao kuwa vyeupe kwa kuogopa adhabu ya maharibifu siku. Kwa hivyo unajua kwamba ikiwa unaamini katika ishara ya adhabu kali ya wanyama wadogo wa simba wa mavirusi, njama kali kutoka kwa Mungu kutoka Uchina, kwamba sio marakebisho ya virusi tu
bali ni adhabu kutoka kwa hasira kali kutoka kwa Mungu wa walimwengu, ili Mwenyezi Mungu akuepushe nayo na kila dhiki kubwa. Na enye jumuiya ya wafuasi Maansar, msiseme ni nini kitasalia kwa Sakar ikiwa simba vya mavirusi vitaangamiza nusu ya watu wazima. Kisha tunakuambia nusu ya watu wazima imesalia, kwa maana kwamba COVID itaangamiza robo ya ubinadamu. Hivyo robo 3 ya ubinadamu itabaki kwa ujumla, kwa sababu itaangamia nusu tu ya watu wazima. Na tunarudia na kusema ukweli kwamba virusi vya uchungu mkali vitaua nusu ya watu wazima. Na unajua kwamba nusu ya nusu ni robo, na robo 3 ya watu wote wamesalia kwa ujumla. Na hatusemi kwamba wale wote walioangamia kutokana na korona wamo motoni, kwa sababu vifo vyake mwanzoni havitajwi, bali chanzo cha kifo kilikuwa ni kwa hiari yao wenyewe. Hivyo walichukua kile kilichoongeza madhara katika fikra zao kwamba ingewaponya, au kwa sababu ya vijisumu hasa hapo mwanzo. Kwa hiyo mche Mungu, usiwadhulumu. Kwa hakika tunamaanisha kuwa katika moto wamo walioangamia baada ya kubainika kuwa hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao mlezi, na wao ni wenye kuchukia haki. Basi moto unawatosheleza, na ni ubaya malipo ya kiburi baada ya hayo. Wakajua kwamba hiyo ni haki itokayo kwa Mola wao mlezi. Baadhi yao ni kwa sababu ya nyinyi wenyewe na mahospitali zenu, na sio kwa sababu ya adhabu ya korona kuwa nyepesi hapo mwanzo. Kwa vovote vile, je, unajua kuhusu hikma ya adhabu iliyo karibu zaidi? Ni ili mrejee kwa Mola mlezi wangu na Mola wenu. Lakini sababu ya kuja kwa ugonjwa wa muungano wa virusi na washirika ambao hivi sasa unaangamiza China inazidi kuimarika kwa maneno ya Mungu. Hivyo watu hawana njia ya kuepukana nayo, kwa sababu haiambukizi. Kwa kweli ni moja kwa moja kupitia hewa, na kwa hivyo umbali wa kijamii hautokulinda kutoka kwake, wala karantina, kwa sababu ni kupitia hewa wazi hupenya minara iliyojengwa na walinzi madhubuti, ili uweze kujua hakika kwamba hakika ni kiumbe hai peke yake. Na unajua kwamba imethibitishwa na khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, ambaye alitoa fatwa tangu awali kwamba kile wanachokiita COVID-19, mwili ukiwa ni kiumbe chenye uhai mdogo kinachoishi peke yake, hivyo sio lazima uishi isipokuwa katika mwili, kama vile virusi vya kupumua unavyovijua. Heihat, mbali. Na hapa kwa Mola wa ardhi na mbingu, ni viumbe vinavyoruka ndani hewa kwa njia ya mbawa zao, ambao ni injini ya miba zake kukua katika mipira wa virusi, na kwa njia zaidi wao kuongezeka uzinduzi wa virusi. Lakini virusi ambayo unaweza kupata kichwa cha siri na mzunguko mapezi pande zote. Hii ni haraka sana kwa sababu ya shinikizo la hewa la moto za mbawa kutokana na mviringo katika kichwa cha miba ya virusi. Hivyo virusi vinapotaka kukimbia mbele, hurudisha miba yake nyuma na kuisukuma mbele kama ikiwa ni risasi iliyopigwa hewani.
kila anaporudisha nyuma miiba yake umbali wa makumi wa makilomita humsukuma mbele kwa mwendo mmoja, na anapotaka kusimama ili kutua kutoka kwa kuruka, basi huizungusa mbele huku akimshikilia kwa shinikizo la hewa kutoka kwa athari ili kusimama, na anapotaka kugeuka kulia huipeleka miiba yake upande wa kushoto ili kumsukuma kwa hewa upande wa kulia, na inapotaka kugeuka upande wa kaskazini hivyo hivyo huipeleka miiba yake kulia ili kuirusha upande wa kulia upande wa kaskazini. Na kuhusu migeuko unaiona juu ya kila mwiba unaongeza kasi yake marudufu kutokana na shinikizo la hewa, hivyo unasonga mbele kwa kasi ya kuwazuia moja ya viumbe hai vya haraka sana wakati wa kuzindua angani katika mabara na bahari kwa kasi zaidi kuliko ndege. Sifanyi chumvi kwa dhulma, kwani hiyo ndiyo alinionyesha Mwenyezi Mungu. Kwa hakika mimi nakupa fatwa kwa maelezo kamili, na sio kwamba hutumia mapenzi yake kuingiza seli ndani ya mwanadamu kama madaktari wa kibinadamu wanavyodai. Badala yake ni mbawa za duara pini za kuwezesha kuruka haraka hewani, na ina uso na mdomo, kwa hivyo hutupa ndani ya damu dotu ya neurotic ambayo husababisha damu kuganda. Kwa hivyo askari wa mfumo wa kinga huenda wazimu kutokana na kutetea mwili, na ina harakati za maonesho na tabia nyingi, na tabia yake inashangaza macho, na inafika kilichoundwa na Mungu, na ina kifaa kilichoundwa na Mungu ili kudumisha joto la mwili wake kulingana na hali ya hewa, na kwa hiyo ni kiumbe hai kinachoishi katika hali tofauti za hali ya hewa. Isipokuwa kwamba nchini China kuna njama kali kutoka kwa Mungu inayobeba maelfu ya viigizo wa shirika va Viral Alliance, adhabu mbaya sana kwa adhabu iumizayo. Basi mimi sina haja na habari zenu, kwani wengi wao wanapoteza sana haki, na kwa ajili ya hiyo tunatamka kwa haki, ataifanya elimu yenu kuwa sifuri upande wa kushoto, Mungu akipenda, ili mjue thamani ya nafsi zenu na uwezo wenu, ili Mwenyezi Mungu adhalilishe kiburi chenu nacho, na aondoe upotovu wenu kwa elimu yenu, kwa ujuzi wa kiumbe aliye hai, aliye na silaha na sumu miongoni mwa mwenye hikima, mjuzi wa haki. Na haki inasema, na sisemi juu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa haki, na wanasayansi wa tiba wanapingana katika elimu zao kuhusu kile wanachokiita korona na ni nini korona, lakini mimi ni khalifa wa Allah al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Dhanna za kubashiri sio lolote ila isipokuwa dhanna, haisaidii kitu dhidi ya haki. Basi iondoke kiburi chenu cha fiziki. Kwa hivyo tunaweka mambo mengi katika msururu wa mbu wa damu, enyi wana wa Adamu, kuhusu kile mnachokiita korona na si korona. Sio virusi kama virusi vya mafua vya kupumua. Kwa hakika inavisumbua viungo vyote vya mwili apendavyo Mungu kwa amri kutoka kwa Mungu,
na hifanyi lolote juu ya amri yake, kwa kuwa kiongozi wa askari hawa wanajitokeza ni kiongozi, wewe si katika uwezo wake. Mungu aliwaumba na kuwafundisha ulimwengu wa ardhi wa mwili wa mwanadamu kuhusiana na ukubwa wake. Tofauti ni kubwa kuhusiana na saizi yake na saizi ya mwanadamu, kwani ni sawa na tofauti katika chungu na saizi ya ukubwa wa dunia. Madaktari wa binadamu watajua jinsi sayansi ya tiba ilivyo, basi watapata kana kwamba virusi hivi ndivyo vilivyomuumba mwanadamu. Anajua maelezo yote ya mwili wa mwanadamu na mifumo tata ya mwanadamu, ingawa hajui chochote kuhusu mwanadamu, kwa sababu yeye ni kiumbe asiyojua ghaib. Hivyo atapotea katika mwili mkubwa wa mwanadamu kuhusiana na askari wadogo wa Mwenyezi Mungu katika kitabu, kizazi ya mbu msiyoyajua. Na sikumaanisha kuwa ni mbu wa vijidudu vya kuuma vinavyoonekana. Kwa kweli, mbu mwenye virusi vya hewa, nchi kavu, baharini, majira ya baridi, kitropik, polar, nafasi. Sijatia zidisha kutia chumvi kwa kile mnachokiita korona na si korona, virusi vinavyosababisha matatizo ya kupumua. Kwa hakika, kiumbe hai chenye umwagaji damu ambacho kinaitwa katika kitabu mbu wa kunyonya damu na makundi kwa kasi zaidi kuliko ndege zenu za vita. Kwa hiyo hubeba injini ngapi za kasi na ya mwisho, ambayo ni makundi ya tsunami duniani yanayokuja kutoka China, na ukweli ninasema kwamba haiwezi kuambukiza. Na hiyo ni ili ujue kwamba mimi ni khalifa wa Mwenyezi Mungu, Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Najua zaidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu msiyoyajua. Mimi nakutoleeni haki ya kwamba hilo la mwisho si rahisi kuambukiza, ili anayeangamia angamie kwa ushahidi uliowazi na anaoishi kwa ushahidi. Na tuliwafundisha tangu mwanzo kwamba si maradhi yanayopita tu, ni mawingu na yatapita. Kwa kweli, askari wanaona makundi yaliyowekwa alama na alama, lakini ukweli ninasema kwamba mwisho huu hauwezi kuambukiza. Ukweli kwamba Mungu alitayarisha kwa kushambulia minara iliyojengwa nchini China na kuja dhidi ya ulimwengu. Hiyo ni njama imara kutoka kwa Mungu. Xi Jinping, rais wa China, aliyedai na wengine wa kiburi kuwa wao ni nguvu isiyoshindwa. Hivyo Mungu akakuvuta kutoka mahali ambapo hujui. Na hapa tumekufundisha kuwa ni kupenya kwa majeshi kushambulia, na jeshi la Mungu wanaopenya. Walipotoka kushambulia mangome zilizo madhubuti, skyscraper, makasri na nyumba, na popote mulipo anawasaka, na kushambulia hospitali, kuwasaka madaktari waliochelewesha wanadamu, kuwaburudisha kwa matumaini ya chanjo, kumnyenyekea Mungu kwa maombi mpaka wakate tamaa na chanjo na karantina, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala, walau rahamnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. Surat Al-Mu'minun. Na mlango wa adhabu kwa adhabu kali unafunguliwa kuwa ni malipo ya ukafiri wenu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba wa kila kitu na mwenye udhibiti wa ufalme wake peke yake. Kwa hiyo si mchafuko, enyi umma wa matabibu na wanazuoni mbalimbali katika nyanja mbalimbali, ewe uliochanganyikiwa na ukweli halisi wa kimaumbile na ukasahau kumfikiria Mungu aliyeweka fiziki katika ufalme wa maumbile, ukamrudisha nyuma yako kana kwamba Mungu hayuko. Hakuna kilichotajwa ametakasika kuliko vile mnavyomkataa na kumshirikisha. Na hivi karibuni Beijing itafungwa milango yake kama huko Shanghai, huko mashariki ya mbali, na watasema quarantine, na hiyo haitokuwa faidi hata kidogo kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini faida kwako kutoka kwa quarantine mwanzo sio chochote bali kusimamisha gurudumu la maisha, kusimamisha uzalishaji wa kaboni kwa 100% ili kuharibu nadharia ya ongezeko la joto duniani, ili uamini kwamba sababu ya vita vya Mungu na majanga ya hali ya hewa haitokani na kuhifadhi kaboni ya viwanda vyako katika anga, kama wanavyodai makafiri miongoni mwenu kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote. Na kazi hii hapo awali ilifanikiwa kwa mafanikio mwanzoni ili kulipua nadharia ya kuhifadhi kaboni kwenye anga hewa. Kwa kweli, kwa wewe kujua kwamba majanga ni kwa sababu ya sayari ya kiulimwengu, sayari hiyo ya Sakar inayokuja kutoka kusini mwa ardhi, ambayo italifutilia mbali jua na nyota na mbingu nzima, hivyo itaficha maono ya mbingu kutoka kwenu. Huko ni kupatwa kwa jua. Hiyo ni adhabu ya siku yenye uharibifu kabla kiyama. Laiti mungelijua. Basi tangaza kunyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu na mtii khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad aliyochaguliwa juu yenu, khalifa wa Mungu juu ya ulimwengu wote, na ni madai makubwa. Basi unamuonaje Mola mlezi wa ulimwengu ikiwa ni kweli Nasr Muhammad al-Yamani kwamba Mwenyezi Mungu alimteua kuwa khalifa wake juu ya ulimwengu mzima? Je, Mungu si mwenye kutimiza katika jambo lake? Xi Jinping, rais wa China, ambaye huficha kutoka kwa walimwengu njama thabiti kutoka kwa Mungu, na ninakuona karibuni utakuja kwa walimwengu kuomba kusaidiwa. Kwa hivyo hawawezi kukunusuru wala hawawezi kujinusuru nafsi zao, na nyinyi mtakataliwa mbali kwa njia. Basi hakuna jiwe lilowekwa karantina kuzuia kuchanganya halina manufaa yoyote, wala chanjo ya kuzuia maumivu na mauti kutoka kwenu. Kwa hivyo hawapotezi wahalifu. Kwa hiyo unadai unaenda wapi? Na ikiwa unasema utaishi pamoja na COVID, basi tunasema unawezaje kuishi pamoja na kifo? Mungu hakuituma ili kukaa pamoja nanyi ili kulekea kwenye amani. Kwa hakika kuwatiisha nyinyi na walimwengu kwa khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, huku nyinyi mnatishwa
na hakika laana ya Mwenyezi Mungu ikiwa juu ya aliyemzulia Mwenyezi Mungu uongo au akakadhibisha ishara zake kwamba makafiri hawafanikiwi, Mola mlezi wa ulimwengu wote. Na sikunyimi rehma ya Mwenyezi Mungu mwingi wa kurehemu, ewe Rais Shenjin wa China, hata kama wewe ni miongoni mwa wenye kuhukumiwa katika kitabu ni miongoni walioangamia, kwani mimi najua kuwa Mola wangu mlezi ni mweza wa kila kitu. Ukitubu kwa Mwenyezi Mungu na ukatulia na ukasilimu na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika, basi ukamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika, kwa kuamini kuwa hapana pa kukimbilia nyinyi kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa kuikimbia adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu, wala hamtopata mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na tunawaambia maneno laini ili mpate kukumbuka au kuogopa. Basi mche Mwenyezi Mungu, ndugu yangu katika damu, kutokana na Hawa na Adamu, na ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, mkitubu kwa Mwenyezi Mungu na mkanyamaza na mkanyenyekea na kuinua mikono yenu mbinguni, kisha mkasema, Mola wetu mlezi, tumejidhulumu sisi wenyewe, hatuna ila rehema yako. Ikiwa hutusamehe na uturumii, tutakuwa na miongoni mwa waliohasirika. Ikiwa ulisema hivyo kwa nia ya kumtumikia Mwenyezi Mungu peke yake na kunyenyekea na kumtii khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, kwa kumtii Mungu aliyomuumba na kumchagua, basi bishara ya heshima yenu ikiwa mtaomba msamaha na kumshukuruni, na mkikufuru hamtoweza kutoroka kwa ndege, si kijeshi wala raia. Itashushwa kwa njama kali kutoka kwa Mola mlezi wa ulimwengu COVID, kisha itamua rubani na rubani msaidizi kuifanya ndege hiyo bila rubani wa kuiendesha. Hivyo itaanguka chini tupu kama ndege ya Boeing iliyoanguka. Kwa hiyo na apa kwa Mungu mkuu, haikuwa na dosari ya kiufundi. Kweli rubani aliuawa na COVID. Nyinyi mnajua nini nyuma ya kuanguka kwake, na mulijua ilianguka chini, si sababu ya kiufundi kuiangusha. Kwa hivyo sikiza Shinjin na wale kama wewe miongoni mwa wenye kiburi. Wallahi COVID ni mpango mkuu wa Mungu wa kukamata ndege za siri na ajabu na kuangusha kwa kumua rubani bila kujali kasi yao, na anachukua hatua. Na ikiwa Mwenyezi Mungu amemwamrisha kufanya jambo lililo karibu zaidi kuliko kupepesa jicho, basi askari wa Mwenyezi Mungu hufanya yale wanaoamrishwa na maneno ya Mwenyezi Mungu, kama walivyoamrishwa na amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa ulimwengu wote. Ninasikitika kuwa ajali za magari zitaongezeka katika ulimwengu wote kutokana na vifo vya madereva kutoka COVID. Kwa kweli, idadi ya vifo kutoka COVID hadi sasa makumi ya mamilioni katika ulimwengu wote. Ukweli kwamba wale walio na stroke na mshtuko wa moyo wa ghafla hawakujumuishwa katika vifo vya askari wakaidi wa Mungu wa COVID, na yeye ndiye sababu. Na kiasi gani nilikunasihini kwamba ni ugonjwa wa damu, enyi watoto wa Adamu, na sio virusi vya mafua ya kupumua tu kama mnavyodai. Badala yake vifo vya njama thabiti ya Mungu aliyoanza kutoka mashariki ya mbali, kutoka pwani
ya bahari la Pacific, mashariki ya mbali ya Uchina hadi Uchina na Beijing, tsunami ya ulimwengu wa mashariki, na kifo chake peke yake ni milioni 500 kati ya kila bilioni. Basi mumhadai asiye Imam Mahdi kutoka kwa wale wanaoamini katika maneno ya wasioamini Mungu na kukana maneno ya Mungu Mola wa walimwengu kama Waislamu wa Kiarabu. Basi ole wao Waarabu kutokana na shari ya mashariki imekurubia inaowajia, isipokuwa wale ambao Mola wangu mlezi amewarehemu, kwa kuwa hawakuzingatia vita vya Mwenyezi Mungu na wakanushaji wa Qur'ani tukufu hapo mwanzo, ambao wanajiepusha na kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani tukufu, kwamba wamo katika wokovu na adhabu ya korona. Basi wasipozingatia yaliyompata mrithi wa kiti cha enzi yatawapata Saudia Muhammad bin Salman. Hebu wanadamu, majini na malaika wa mwingi wa rehma washuhudie kwamba ninampa changamoto mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia Muhammad bin Salman aonekane akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari au video, sauti na picha kuhusu masuala yanayoibuka katika ulimwengu. Hayhat hayhat, mpaka ngamia apenye kwenye tundu ya sindano. Wamchekanani kwenye video za kimya, unadharau akili za watu wajinga. Na nakuambieni enye al-Saud, nasaha za mwisho, ridhika na hukumu ya Mwenyezi Mungu na hatima yake, kwani tumemteua mwana mfalme miongoni mwenu ambaye anawachuna farasi, Mut'ib bin Abdullah bin Abdul Aziz, kwa muda ili tunaweza kuona kama anatawala kwa uadilifu na kusema kwa uthabiti, la sivyo tutambadilisha mtu mwingine, hata kama ni ndugu yangu, mwana wa mama yangu na baba yangu. Nisingempongeza kwa gharama za radhi za Mwenyezi Mungu, na jikinga kwa Mwenyezi Mungu ili mimi nisiwe miongoni mwa wajinga. Basi ulimwengu wote ujue kuwa Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani ni khalifa wa Mwenyezi Mungu juu ya ulimwengu wote, na kwamba Mwenyezi Mungu hutimiza amri yake. Amtakaye na kumkataa, na anayekataa tutajua kama asiyekuwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme, anayempa ufalme amtakaye na kumnyima ufalme amtakaye. Hapana, umepoteza kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tunzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-azim. Surah Al-Imran. Na salam juu ya mitume na alhamdulillah rabbil alamin. Khalifa wa Allah juu ya ulimwengu wote, al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.